Mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuiona siku hii ya leo tukiwa wenye afya na uzima. Lakini pia kumwomba awape nafuu na kuwaponya kwa haraka ndugu zetu ambao siku hii imewakuta wakiwa wanaumwa ama kulazwa wakiwa hospitalini. Lakini pia azilaze roho za wapendwa wetu wote waliotangulia mahali pema peponi, tuseme amin. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pili, ningependa sana nikushukuru kwa upendo wako na kutuendelea kututhamini na kuthamini watu taifa zima la Tanzania, licha ya majukumu mazito uliokuwa nayo na licha kuwa uko kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini umetukubalia mwaliko wetu wa kuja kujumuika nasi katika hafla hii maalum tuliyoiandaa ya kuadhimisha kumbukumbu ya kufa na kufufuka kwa Masihi Yesu Kristo. Hii inaonyesha ni kiasi gani serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan inajali watu wake wote bila ubaguzi wa itikadi, dini wala kabila. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia hafla hii ya mtoko wa Pasaka tunapata fursa ya kujifunza mengi yanayohusu neno la Mungu, upendo wa kujitoa kwa ajili ya wengine kama Yesu Kristo alivyojitoa kwa ajili ya wengine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukisoma katika vitabu vitakatifu, mfano Biblia inasema katika Yohana 13 mstari wa 34 mpaka 35, naomba ninukuu: amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Lakini pia Mathayo 22:39 inasema, na amri ya pili ni kama ya kwanza, mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe. Mwisho wa kunukuu. Ukitazama kwa ukumbi huu ulivyo na bashasha na kufurika, unauona upendo ndani ya hii ukumbi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kampuni ya Wasafi Media ikishirikiana na dada yetu Christina Shusho, dada yetu Rose Muhando, tuliandaa tamasha hili la mtoko wa Pasaka kwanza mwaka jana, mwaka 2023, na baada ya mafanikio na mwitikio mkubwa wa Wakristo kutokana na sasa, na baada ya mafanikio na mwitikio mkubwa wa Wakristo, tukaona sasa iwe ni rasmi kila sikukuu ya Pasaka wanapomaliza kusali kanisani tuandalie hafla maalum ya kwenda kuendeleza sherehe hizi muhimu. Wasafi Media kama chombo cha habari siku zote tumekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunawaunganisha waumini wa dini zote, Wakristo na Waislamu, kupitia maudhui yanayofundisha kuhusu imani na maadili mema. Kwa mantiki hiyo, na ndio maana tukaanzisha kipindi cha Sunday Worship kinachoruka kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 kamili asubuhi kupitia Wasafi FM, Wasafi TV na mitandao yetu yote ya kijamii. Lengo lake kubwa ni kuwaunganisha kiroho Wakristo wote kupitia maombi, nyimbo mbalimbali za Injili na mafundisho. Kipindi ambacho kimetimiza miaka 4 sasa, kinatazamwa na watu zaidi ya milioni 12 kila wiki na watu milioni 50.8 kila mwezi tokea sehemu mbalimbali duniani kupitia majukwaa yetu ya Wasafi Media. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipindi hiki kimeweza kuwa chachu ya kuhubiri amani, umoja na maadili mema kwenye jamii kama vinavyotufundisha vitabu vya dini. Kwa kumalizia hotuba yangu,
naomba nitoe pongezi za upendeleo kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutufanya tutembee kifua mbele kwa uongozi wake bora na uliotukuka. Lakini pia nimpongeze makamu wa rais kwa kuendelea kuwa naye anamsaidia vyema rais wetu, pasipo kukusahau wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambaye mtendaji mkuu wa kazi za serikali. Na nikuahidi tu kama Wasafi Media kupitia vyombo vyake vya Wasafi FM, TV na digital vitaendelea kuiunga mkono serikali kwa kutoa taarifa muhimu za maendeleo yanayofanywa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kwenye kudumisha amani, upendo na mshikamano. Naomba nihitimishe kwa kusoma kitabu cha Yohana 1 sura ya 4 mstari wa 11 mpaka 12. Wapendwa, kwa kuwa Mungu alitupenda kiasi hicho, sisi pia tunapaswa kupendana. Hakuna mtu aliyepata kumwona Mungu, lakini tukipendana Mungu ataishi ndani yetu na upendo wake utakamilika ndani yetu. Asanteni sana.